Kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Mabusi Peter. Nikubaliane nanyi kwamba kama mlivyosema, ni kweli Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa maana ya TMA imetoa tahadhari ya mvua kubwa kwa siku 3 mfululizo, kuanzia leo tarehe 8 siku ya Jumatano hadi Ijumaa tarehe 10 ya mwezi huu. Na mvua hii itakuwa kwa maana ya mikoa hii ya Pwani na mkoa wa Dar es Salaam na Ilala mkoa ikiwemo pia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ambayo ilitolewa jana tarehe 7 mwezi wa 4 2026, imeeleza kuwa uwezekano wa mvua na athari zake ni kiwango cha kati. Kuna kiwango cha chini, kuna kiwango cha kati na kiwango cha juu. Kwa hiyo imesisitiza kuwa uwezekano wa mvua ni kiwango cha kati. Hata hivyo ikatahadharisha, pamoja na kwamba mvua hizo ni kiwango cha kati, lakini zitakuwa na madhara, zinaweza zikawa na madhara pia. Na madhara mojawapo, kunaweza kuwa na mafuriko katika baadhi ya maeneo, lakini pia ikaendelea kwamba baadhi pia zitaathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dar es Salaam na Ilala kwa ujumla, tutoe wito kwa wananchi kama ifuatavyo. Moja, wachukue tahadhari kama ambavyo Mamlaka ya Hali ya Hewa imeelekeza. Lakini la pili, wananchi wanaoishi kwenye sehemu hatarishi, mfano mabondeni na sehemu zote ambazo zinaweza zikafika na mvua hii, ni vema wakaondoka kwa ajili ya usalama wao. Tatu, wapita njia, nikimaanisha bila kujali wapita njia kwa miguu au wapita njia kwa namna yoyote ile, vivuko na kadhalika, pia nao wachukue tahadhari kwa ajili ya hili ambalo TMA wafanya nini, wamelisema. Kuna watu wanapita njia wanavuka maji, wengi wao hupenda kudharau. Wakiona maji wanajua ni kidogo, lakini hawana kipimo sahihi cha kujua ni uzito wa maji kiasi gani, na hawajui pengine maeneo hayo yameathirika kiasi gani. Kwa hiyo tunawashauri pia wachukue tahadhari wanapovuka maeneo hayo. 4, wazazi pia waangalie watoto wao. Katika mila zetu za Kiafrika, watoto mara nyingi asubuhi tunawaacha tu wanacheza wanavyotaka, lakini katika mazingira haya ya mvua, wazazi ni vema wakaangalia watoto wao kuhakikisha maeneo wanayochezea. Tumepokea kesi mbalimbali ambazo bado zinaonyesha watoto wanadumbukia kwenye mashimo mbalimbali, watoto wamedumbukia kwenye visima mbalimbali, na wakati mwingine kuna mashimo yako wazi. Kwa hiyo tukafikiri na tutoe tahadhari pia, wananchi walio na mashimo ambayo yako wazi na yamejaa maji, na kwa kipindi cha mvua kimsingi lazima yatakuwa yamejaa maji, chemba na vitu vingine kama hivyo, basi zifunikwe ili pia kuepusha madhara yanaweza kutokea. Lakini lingine, kuna watu wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, kuna watu wanachimba michanga, kuna watu wanachimba na kadhalika, vitu kama hivyo. Nyakati kama hizi sio salama sana kwao, maana wanaweza kudondokewa na vifusi na michanga ya namna katika maeneo wanayochimba. Kwa hiyo pia wachukue tahadhari ili kuepusha madhara hayo. Katika mazingira tunayoishi siku zote tunajua kuna sehemu zingine nyumba zao ni dhaifu, kuta ni dhaifu. Tunawasihi pia nyakati kama hizi
sio vema watu au watoto kukaa pembezoni mwa kuta mbalimbali, zinaweza pia kuleta madhara. Lakini la mwisho, labda niseme madereva wanaotumia vyombo vya moto, wakati huu ni muhimu sana. Ni vema tunawashauri na tunawaelekeza wakawa makini kwenye kuvitumia hivi vyombo vya moto, wakimbie spidi ndogo. Tunatambua miundombinu yetu inawezekana isiwe mizuri sana, na sehemu zingine pia kuna mashimo yamejaa maji na dereva hajui, anatoka kuna spidi mwisho wa siku anapata ajali ambayo haikuwa muhimu sana kupatikana. Kwa hiyo tunawasihi pia watumiaji wa vyombo vyote vya moto, hebu wawe makini, waendeshe magari yao kwa utaratibu, kwa taratibu, ili kuepusha ajali ambayo inaweza kutokea bila kukusudiwa.